Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna wakati huwa nafikiria, nasema kama ningechagua upande ambao baadhi ya watu walitaka kusikia nizungumze kuhusu upande kwa mazuri, lakini shida nilikosa kizuri kutoka upande huu ambacho ningekuletea wewe. Tuna miaka 2 plus tuko kwenye uchambuzi. Nakumbuka takriban tuna miaka 2 na miezi kama 3 sasa tunakwenda ya uchambuzi wa Rahby ambao tumekuwa nao. Ukweli tunajivunia kwa sababu step zinaonekana, namba zetu zinakwenda juu sana. Nakumbuka tulivyoanza kwenye group tulianza watu around chini ya 200, labda nadhani tulikuwa chini ya 200, tukaongezeka tukasogea. Leo hii uchambuzi huu ambao wewe ulianza nao unasikilizwa na kufuatiliwa ndani ya saa 24 kila siku na zaidi ya watu 60,000 kupitia platform zetu mbalimbali ambazo tukicount number zinakuja zaidi ya hiyo. Yani zaidi ya watu 60,000 kwa siku wanafuatilia huu uchambuzi kupitia platform zetu zote. 60,000 sio kidogo. Unaona ule uwanja wa Mkapa 60,000 ule. Kwa hiyo watu wote wanaojaa pale wanafuatilia huu uchambuzi kila siku juu ya hii namba 60,000 plus tuko nao. Kuna wakati namba inapanda sana, inafuatana na matokeo, yani na matukio yanayokuepo kwa wakati, lakini naweza nikasema irregular, yani inakuwa ile kawaida. Tuko 60,000 si chini ya hapo kwa saa 24 katika uchambuzi huu. Jipige kifua, uamini kuwa bado tuko sehemu sahihi na tunazungumza vitu vinavyozungumzika. Ningechagua kuzungumza anachokizungumza Donald Trump, unadhani ningekuwa na cha kuzungumza na wewe kwa miaka 2 hii? Siku nyingi ungeisha nikimbia, wala usingekuepo. Leo hii kuna watu mimi nawajua huko kwenye haya magroup, lakini wengine huko kwenye platform nyingine. Unajua kuna wengine hawajui kama tuna hii platform, lakini wengine wanahisi tu vivu kuwa watapata uchambuzi labda kupitia YouTube. Kuna watu kuanzia group la kwanza tulio create mpaka leo, nikifungua hivi naona magroup yote mtu ana group mpaka 10 au zaidi, kwa wale ambao labda walikuwa wakilipa mwezi. Hongereni. Ningechagua kuzungumza anachokizungumza Donald Trump, tusingekuwa mimi na wewe hapa. Ungesha niona napiga bla, ningekuwa muongo, kwa sababu ningetetea kipi? Ningewaza kutetea kipi hivi sasa? Yani ninazungumza na wewe kila siku, tunazungumza. Ningemtetea vipi yani? Leo hii tulifunga mimi na wewe Jumamosi, nikakwambia waves zimesimama, mashambulizi yamesimama. Kama kawaida ya vyombo vya habari vya magharibi vikajaribu kudandia hadithi, kuna mazungumzo yanaendelea ndani ya Oman. Wakajificha kwenye mazungumzo ambayo hata yalikuwa hayawahusu. Mnakumbuka kipindi kile Pakistani wanazungumza na baada ya ceasefire, mnakumbuka in April. Mazungumzo ya kwanza yaliyofeli yalikuwa April 11, saa 21 za mazungumzo ambayo J.D. Vance alikwenda. Baada ya pale Irani wakagoma mazungumzo. Wawakilishi wa Marekani Steve na Jared wakaanza kuwavizia wanadiplomasia wa Irani wakisafiri, na wao wanajipachika kwenye zile safari kuwa waonekane kama kulikuwa kuna mazungumzo. Nilisha wahadithia story ya J.D. Vance kwenda na kurudi Pakistani kimya, wakati vyombo vya habari vilitangaza kabisa alikuwa kaondoka na kafika, halafu Irani hawakwenda. Haya mambo hayaji bahati mbaya. Hivi vitu vimepangwa, hivi vitu viko, yani vinafanywa na watu ambao wanafahamu wanafanya nini. Ndio maana haya yakatokea. Kwa hiyo huo ndio ukweli wa hizi simulizi. Sasa nilizungumza wakati ule nikasema kuwa tunashuhudia vituko vya ajabu kabisa katika hiki kitu kinaitwa Marekani. Yani mpaka Marekani anawavizia wawakilishi wa Irani wanakwenda wapi, na yeye atunge safari kwenda ili ajaribu kuitengeneza hadithi duniani kuwa tuko kwenye mazungumzo. Muda si rafiki sana wa uongo. Kwa sababu muda hutoa majibu.
na ndio majibu ambayo yametolewa mara kadhaa. Na huo muda ambao tumeuzungumza mimi na wewe mara kadhaa, tumezungumza kuhusu muda. Sasa nataka kukuambia kitu kimoja, kuwa taarifa iliyoandikwa na Al Arabia ina taarifa kubwa, inasema hivi: Irani had to strike as Trump gives space to talk. Yani Irani wamesimamisha mapigano wakati Trump ameipa nafasi mazungumzo. Mazungumzo gani? Labda yaanze leo. Hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea hivi sasa ambayo yamefikia hata ile progress nzuri ya kusema kuwa kunaenda usitishaji wa vita upo karibu. Hakuna. Hayapo hayo mazungumzo, msidanganywe. Wamejificha kwenye kivuli cha mazungumzo ya Omani. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Iran na Omani. Ni marafiki, ndugu, majirani ambao walikuwa wamekwanguana, wanajaribu kurekebisha baadhi ya vitu. Bana, tunaweza tukafanyaje hivi vitu? Lakini si mazungumzo ambayo ulimwengu unayataka. Sio mazungumzo ambayo ulimwengu unayataka. Marekani amekwenda kukwama kwenye njia ambayo no way out, haina exit, yaani hairudi, haiendi. Unaishia kukwama tu sehemu moja, umekwama halafu hujui unatakiwa kwenda wapi. Ndio hapo sehemu ambayo amefika kwenye pointi, hajui anatakiwa kwenda wapi. Jarida la The New York Times jana lilikuwa na andiko kubwa. Hata leo ukiingia kule ukisoma, utaona kuna andiko moja limeandikwa, tena ni makala ndefu. Ukisoma ni analysis, inasema Trump seemed trapped by Iran war even as he wielded the world biggest hammer. Trump anaonekana amekwama ndani ya vita ya Irani, hata japokuwa even as he wielded the world biggest hammer, japokuwa anaonekana kuwa ni anayemiliki nyundo kubwa yenye maamuzi. Unajua, hebu ichukulia awamu ya pili ya Donald Trump. Unajua awamu ya pili ya Donald Trump mpaka Januari, wakati anaenda kumchota Maduro kwake, ilikuwa imetimiza mwaka mmoja. Mpaka anakwenda kumchukua Maduro alikuwa ametimiza mwaka mmoja. Tulikuwa na Trump ambaye alikuwa kaota mapembe. Akaona kuwa anaweza kuidrive dunia katika engo anazotaka yeye. Akawachezesha hadi ndugu zake Ulaya anavyotaka. Wakampigia magoti na kumsujudia wote vile anavyotaka. Katia kodi kila sehemu, anamgombana na kila mmoja. Akawa yeye ni bwana dunia. Miezi mitano kutoka Januari kuja mpaka mwezi Mei, au unaweza kusema kuja mpaka June, au tuje mpaka hii Julai, haelewi hesabu alikosea wapi. Kama kungekuwa na U-turn, basi angerudi kutafuta njia halisi alipokuwa anakwenda, lakini U-turn zinagoma. Irani walisema hivi: tumesitisha mapigano wakati Marekani ilivyoacha kutushambulia. Yaani Marekani ilivyositisha mashambulizi, na wao wakatangaza kuwa kwa sababu sasa hivi hawatushambulii, na sisi hatuna sababu ya kuzishambulia nchi jirani ambazo zimekuwa zikihifadhi kambi za Marekani. Sasa kama kuna taarifa ya Irani wanakuambia kuwa hatushambulii Kuwait, hatushambulii Bahrain, wala hatushambulii Saudi Arabia, wala Qatar, wala Jordan, kwa sababu Marekani hatushambulii hivi sasa. Kwa nini wasiseme kuwa hatuzishambulii hizi nchi kwa sababu kuna mazungumzo yanaendelea? Sio bahati mbaya, hakuna mazungumzo yanayoendelea hapa katikati. Ndio maana alisema kuwa hatusimamishi. Gazeti la Israel la Haaretz lina andiko moja ambalo linasema hivi: Iran denies seeking talk with the US, say negotiation not in our DNA. Wamekanusha kuwa wapo kwenye mazungumzo na Marekani. Wanasema mazungumzo it's not in our DNA. Yani sisi sio watu wa mazungumzo, yani sisi sio asili yetu kwenda kwenye mazungumzo. Kwa hiyo hatuko kwenye mazungumzo ya aina yoyote na Marekani. Taarifa iliyotolewa na Walls, balozi wa Marekani kule Umoja wa Mataifa, ni moja ya taarifa pia ambayo ilikuwa ikizungumza uongo
kuwa walikuwa kwenye mazungumzo, ndio maana haya yakasimama. Nadhani taarifa halisi zinabaki iliyoandikwa na New York Times, iliyoandikwa na Mayadeen, kuwa Admiral Cooper, huyu ni bosi wa CENTCOM, ndio aliyesema, na taarifa imezunguka, nadhani mmeiona. Hii taarifa ilikuwa ikisema kuwa hatuoni tutachokipata ikiwa tutaendelea na mashambulizi. Na huo ndio ukweli. Kwani mimi nimeyazungumza mara ngapi? Nimezungumza mara ngapi na wewe kukuambia hapa kuwa ni kichekesho. Niliona last week waziri mkuu mpya wa Uingereza huyo Andy Burnham akisema kuwa Uingereza inaangalia utaratibu wa kujiunga na vita hiyo, hasa ikiruhusu kambi za Uingereza ziweze kutumika kushambulia Irani, au inaweza ikafanya kinyume na alivyofanya Keir Starmer, kuwa alizuia kambi, hasa kambi ya Diego Garcia, lakini kuna kambi za Uingereza ambazo ziko kule Cyprus ambazo mara kadhaa zimekuwa zikitumika kufanya hivyo. Kambi ambazo ziko kule Cyprus muda mwingi zimekuwa zikitumika kwa kazi hiyo. Sasa ni kama ameruhusu kusema kuwa tunaruhusu zitumike. Nikiwarudisha nyuma, mtakumbuka nilichokizungumza kuhusu mlango wa Bab el-Mandeb ule wa Yemen 2024. Wakati wa Yemen walijiunga na vita ya Gaza, walizuia meli za kimataifa. Si sasa ambapo wamezuia meli za Saudi Arabia, walizuia meli zote za kimataifa. Wakati walizuia hizi meli, wakasema hakuna atakayepita. Ulimwengu ukaungana. Zaidi ya nchi 50 ziliungana, zikiwemo baadhi ya nchi za Kiarabu, akiwemo Jordan, akiwemo UAE. Baadhi ya nchi zikaungana katika kile kinaitwa kuwa operation ya kufungua mlango. Na ndio maana hata Donald Trump alivyokuja kuomba msaada kwa NATO, waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez alisema kuwa kama tulishindwa kuifungua Bab el-Mandeb kwa muungano ule mkubwa, maanake zilikuwa nchi Australia, Canada, Marekani, Uingereza, Ufaransa, sijui nani, waliungana kwa pamoja. Anasema kama tulishindwa kufungua mlango mdogo kwa jeshi jepesi kabisa kama la Yemen, na ikabidi waende kukaa kwenye meza ya mazungumzo ndio kukafunguliwa, ni ndoto kusema kuwa tunaweza tukafungua Hormuz kwa kuidhibiti Irani. Wakati ukimwangalia Houthi ni bwana mdogo kabisa kwa Irani, kwa mbali kabisa, sio kwa karibu, kwa mbali kabisa, na kila kitu anapewa na Irani na uwezo na kila kitu. Sasa huyu kama tulishindwa huku, si tunachekesha? Huo ndio ulikuwa uhalisia. Ni maneno yangu, nimeyazungumza mara nyingi kukuambia kuwa hii operation ya kijeshi, kama Marekani anadhani bado anazo hizo nguvu za kijeshi za kuhisi kuwa anaweza kufanya anavyofanya, basi bado kuna kitu anajidanganya. Ukiendelea kusoma mfano makala hii iliyoandikwa na The New York Times, ndani imeandika vitu vingi sana, imeelezea kuhusu hili kuwa hata wafuasi wa MAGA wa Donald Trump hawamuelewi Trump anaelekea wapi. Leo hii hata wale ambao humtetea sana Donald Trump, mimi nikiwauliza kuwa hivi unaweza ukatupa mipango, yani kuwa Marekani anataka nini, yani kwa sasa kwenye hii vita. Ukiniuliza kuhusu Irani wanataka nini, nitakueleza tu vizuri tu kwa urahisi kabisa kuwa Irani wanataka kuendelea kudhibiti Hormuz ili wawe wanaweza kufanya maamuzi, na ili waweze kushikilia mstari wa maamuzi mengi, ili wabaki kudhibiti Mashariki ya Kati na wabaki kuwa na nguvu. Marekani anatafuta nini kwenye hii vita? Kwa sababu tumeona mabadiliko ya vita hii, kila siku inabadilika, inasema hivi, kesho inabadilika, inakuwa hivi, kesho tuwape wa Kurdi silaha, tuende tukafanya mapinduzi, tuende tukabadili viongozi, hatutaki kuwa na nyuklia, tunataka achie Hormuz, tunataka. Hebu kuna mtu anaweza akatupa direction direction ya kuwa Marekani wamefanya hivi kwa sababu ya hivi na hivi, Marekani wamefanya hivi kwa sababu ya hivi na hivi? Sidhani kama kuna mtu. Ndio maana nimeanza kukuambia kuwa ya reti ningechagua njia hii, mimi ningeishaacha uchambuzi muda mrefu, kwa sababu ningeshaona aibu kukaa nazungumza na wewe kila siku, kwa sababu ningekuwa nakudanganya kila siku. Ukichukulia hadithi ya kuanguka kwa uchumi wa Irani, mfano tuseme kwenye blockade ya kwanza kabla ya MOU, Trump na Marekani walituaminisha kuwa Irani inapoteza kiasi cha dola milioni 500 kwa siku, na iko kwenye kilele cha kuanguka kabisa baada ya uchumi wao kuanguka. Nini kilitokea? Uchumi upi ulianguka? Nani alitaka kwenda ukubali? Sasa leo hii Irani ambao kwa mujibu wa Trump kuwa walikuwa wanaomba dua mchana na usiku vikwazo viondolewe. Yes. Lakini
baada ya vikwazo kuondolewa hawakutii kile kilichofanywa na Marekani, wakarudi kuendelea kupata kile Marekani karudisha vikwazo na nini, and then still exit wapo. Wanaendelea pale pale. Hawajali tena kama vikwazo vimerudi, havijarudi. Wewe ndio umekaa kushikilia hivyo vikwazo vyako. Sasa nitawakomoa kupitia hapo. Wenzako hawajali. Wanaendelea kabisa na kile ambacho wanahisi kuwa sisi tunaweza tukaendelea katika njia yetu ambayo tunahisi iko sahihi. Mwisho wa yote ni kusalimu amri, kwa sababu taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Iran mfano imezungumza kuhusu mazungumzo yaliyofanyika kati ya Iran na Oman. Wamefanya mazungumzo, ni kweli wameafikiana baadhi ya vitu, lakini haya ni makubaliano ya Oman na Irani. Kwa hiyo wanataka nini? Trump ayabariki au Trump apinge lipi? Kwa sababu hakuna mazungumzo mengine yanaendelea. Kwa nini Marekani amepause kufanya mashambulizi kwa siku 3? Hali ya kuwa Marekani aliapa kuwa shambulizi lolote litaelekea kwenye meli, mashambulizi yoyote yatoe na Irani basi yatajibiwa kwa kushambulia miundombinu ya Irani, tutashambulia maslahi ya Irani na madaraja ya Irani. Nadhani taarifa mlioiona jana ni kulipuka kwa meli moja ambayo iliamua kupita njia tofauti kwa kile ambacho kinatajwa kama mabomu yaliyotegwa kwenye maji. Nadhani ile meli ilipita kwenye njia ambayo ikalipuka, na Irani wakatoa taarifa wakasema kuwa tulishaonya, tuliwatahadharisha muda mrefu kuwa njia ambayo hatujaidhinisha sisi sio responsibility kwa lolote vile. Yani sisi hatuwajibiki kwa lolote kama wewe utaamua kupita njia hiyo iliyopita. Kwa hiyo meli ilipuka. Sasa kutoka hapo na Jumamosi tulichokiona kuna meli ilishambuliwa kabisa, ikashika moto kule Hormuz. Lakini hatukuona majibu tena ya bwana Trump kushambulia Iran. Tukaona kizuizi cha Bab el-Mandeb ambacho Donald Trump aliapa kuwa kizuizi chao kitajibiwa kuelekea Irani. Tukaona kimya. Tunarudi kwenye kile kilichoandikwa na New York Times, upungufu wa silaha wa Marekani. Jibu liko wazi. Upungufu mkubwa ambao kuwa ndio uliotajwa na vyombo vya habari. Last week nafunga habari nawe nilikwambia hapa kuna equipment nyingi za Marekani zinahamishwa, vifaa vingi vya Kimarekani vinahamishwa kutoka kwenye kambi nyingi za Kiarabu na kuelekea kwenye baadhi ya kambi ambazo angalau bado zina uwezo. Jana nilikuwa nikimsikiliza Generali Ibrahim Aziz, mnamjua naye, huyu ni mwenyekiti wa usalama wa Irani, jinsi alivyokuwa akielezea hasara. Japokuwa mimi huwa sichukui sana zile data kwa sababu wakati mwingine zile data hupikwa. Wanaonyesha hasara. Marekani tumedungua ndege 11, tumeangusha hiki na hiki, tumefanya hiki na hiki. Mimi sana huwa sipendi kutumia zile data kwa sababu mara nyingi zinazungumza bila kutuonyesha kipi na kipi, japo kwa upande wa pili hawawezi kukuonyesha. Lakini walikuwa wakijaribu kutaja hasara waliomsababishia Marekani, huku wakisema kuwa mfano mashambulizi yaliyopigwa Jordan peke yake ni zaidi ya service member wa Marekani 200 waliouawa. Mimi bado naikataa hiyo namba. Nilikataa Ukraine na Urusi, nikaikataa kabisa. Namba aliyoitoa Ukraine nilikataa na namba aliyoitoa Urusi nilikataa kwa sababu haziakisi uhalisia. Ninakubaliana kuwa service member wa Marekani wameuawa wengi, lakini sina uhakika wa kuconfirm namba kuwa 100 kadhaa 100 ngapi, ila naweza nikasema ni kadhaa wameuawa. Same na Iran kuwa service member wengi. Iran yana kitu kimoja kuwa yeye anasema kuwa shambulizi ya Marekani imeua watu 14, mashambulizi ya Marekani yameua watu 7, mashambulizi wenyewe wanazungumza kwenye hilo. Mara nyingi wanatuonyesha kuwa iko sahihi kufanya hivyo. Lakini kwa upande wa pili wao wanajaribu kuficha taarifa. Kwa hiyo taarifa upande wa pili inatolewa na upande wa kuwa hawa wanaficha tulichokifanya ni hiki na hiki na hiki. Lakini mara nyingi pia na hawa wanatengeneza taarifa zinakuwa si rasmi, japo kwa inaweza kuwa ni hasara kubwa. Kwa sababu niliona last week nilikuonyesha kuhusu kile ile poll iliyowekwa na Pentagon ambayo walishusha namba. Baadaye wameirejesha. Hivi sasa wameirejesha, imerudi vile vile, lakini bado kuna ubishani mkubwa kuhusu uhakika wa hizi namba. Hizi namba ndugu zangu, majeshi yote duniani huficha uhalisia wa namba. Niliwahi kuwapa mkasa wa zamani kidogo wa Urusi ilivyotoka Soviet. Sababu ilikuwa, unajua, waliimbiwa wimbo, Warusi waliimbiwa wimbo kuwa ni nchi ya kikomunisti, nchi ina uhuru, hamna sheria, kila kitu mnaficha, hamna demokrasia, hamna kitu. Sasa Urusi akajaa kwenye mfumo kutaka kuonyesha dunia kuwa hizi habari ni za uongo na sisi tuko tofauti kabisa na hiki kitu. Walivyokuja kuvunja ile Soviet, walivyoenda kwenye vita ya kwanza ya Chechnya, mara kadhaa huwa ninawakumbusha hii hadithi, wengi mnaifahamu. Walivyoenda vita ya kwanza ya Chechnya ya mwaka 96, Warusi walikuwa huru. Wakaakisi kutaka kuonyesha ulimwengu wa pili kuwa sisi ni watu wa demokrasia, sisi ni watu wa uhuru, hatuwezi kuficha chochote, tutazungumza kwa uhuru.
vyombo vikawa vinaripoti matukio ya vita, vifo vyote vikawa vinaripotiwa, majeruhi yote yakawa yanaripotiwa kule Grozny. Mbona walitoka vitani mapema? Kwa sababu hali ilikuwa mbaya ndani ya Moscow na miji mingine. Maandamano yalikuwa makubwa sana, namba ya vifo iliwatisha Warusi kuwa tunaua sana, wakaamua kuondoka. Vita ya malipizi ya mwaka 99 walificha namba, wala hawakutoa taarifa tena nani alijeruhiwa, nani amekufa, nani amepigwa. Hawakutoa namba, waliondoka. Wakaenda kufanya vita ya mauaji makubwa sana. Ile ya Grozny ikafanya Grozny kuwa kama Mariupol, ikafanya Grozny kuwa kama Aleppo, ikafanya Grozny kuwa kama miji iliyoangamizwa kabisa kama vile Gaza. Ilikuwa hivyo, maangamizi makubwa kabisa. Leo ukitembelea mji mkuu wa Chechnya pale Grozny, kuna kumbukumbu kubwa sana imebaki ya mabaki, maonyesho, vitu ambavyo viliathirika, madhara, kila kitu kipo. Ukienda nchi nyingi za Ulaya Mashariki zina kumbukumbu kubwa nyingi za vita. Ukienda Serbia, ukienda sijui Bosnia and Herzegovina, ukienda sijui Georgia, ukienda nchi nyingi ambazo ziko Ulaya Mashariki ambazo zimepitia kwenye hii kadhia, utakutana na kumbukumbu nyingi sana za matukio yaliyotokea wakati huo. So hakuna mazungumzo yanayoendelea hivi sasa. Ima mazungumzo mapya yatokee wakati unapokea hii taarifa, au baada ya hii taarifa tuambiwe sasa labda delegation ya Pakistan imeamua kwenda kuungana na delegation ya Qatar, wakaamua kwenda kufanya mazungumzo na Irani. Lakini Irani kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Ismail Baqai, akizungumza na vyombo vya habari Jumatatu leo, anakanusha kuwa na mazungumzo ya aina yoyote na Marekani. Kwa hiyo ukitajiwa kuwa kuna mazungumzo aina fulani yanaendelea muda huu tarehe 27 leo, basi hakuna mazungumzo yanayoendelea. Marekani amekwama kwenye njia panda, hajui anaenda mbele, hajui anarudi nyuma, hajui ashike lipi, hajui afanye lipi. Visasi, majigambo, tambo zote ni kama zimestack. Anasubiri nini? Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari kuwa Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu ataelekea Marekani Jumanne ya kesho, na atakuwa na mkutano na Trump. Kwa hiyo huu mkutano ndio tutajua wanaenda kuzungumza kipi. Lakini nilisha kupigia mstari tu kuwa hakuna watachokizungumza cha maana. Na nadhani kama ulifuatilia BBC asubuhi leo, nilikuwa kwenye mjadala wa BBC asubuhi radio, takriban dakika 10 nimezungumza na Scholar. Swali la mwisho lilikuwa hili, hii ziara ya Netanyahu. Nilijibu kitu kimoja ambacho mara nyingi huwa nakwambia kuwa hakuna majibu yoyote ya hii ziara, kwa sababu Netanyahu anakwenda na dimandi nyingi ambazo ni kama kivuli kwake. Yani kuwa anataka kujikinga kupitia Marekani. Lakini pia Trump anamtaka Netanyahu ajisalimishe ili anusuru maisha yake ya kisiasa pia. Kulikuwa kuna swala la Saudi Arabia kwa urutubishaji wa urani, likaondoka baada ya Donald Trump kusema ni lazima mkataba wa Abraham uweke. Wakati New York Times juzi inaandika kuwa zaidi ya 69% wa Marekani wanakubaliana kabisa Donald Trump anafungamana na faili za Epstein. 69% anahusiana na faili za Epstein. Kwa hiyo mazungumzo ya Saudi Arabia na Marekani yaliyochukua miezi 8, ambapo ndani yake lilikuwa limetupwa swala la Palestina, ndani yake lilikuwa limetupwa swala la Abraham, wakazungumza yao. Dakika za mwisho wameshafika makubaliano ya mabilioni ya dola na kusaini. Donald Trump anasema kuwa ni lazima Saudi Arabia wasaini makubaliano ya Abraham, ndio hili litatimia. Miezi 8 yote waliozungumza. Nadhani kuna kitu Saudia wanatakiwa wajifunze na ulimwengu mwingine wajifunze, kuwa kwa nini Irani kwenye mazungumzo anaweka masharti makubwa. Niliwaambia kuhusu MOU ya vifungu 14. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa nini Irani alilazimisha kuwa matakwa yake yaanze kutekelezwa kabla? Kwa sababu ya aina ya mtu unayekabiliana naye, aina ya nchi unayokabiliana nayo, kwa sababu ni nchi isiyotekeleza, isiyokubali, isiyoheshimu, isiyofuata, isiyo na haki. Kwa hiyo ni lazima kwanza uilazimishe ikupe. Halafu ya kwake tutakutana naye mwishoni, lakini yeye kaishaanza kukupa. Ndio maana kumekuwa na ugumu mkubwa wa mazungumzo kati yao. Nani anamwamini mwenzake kwenye nini? Tunaaminiana wapi kwa wakati gani?